Hizi ni kompyuta zenye uwezo mkubwa sana kwa matumizi ya akili unde. Hili ni shirika ambayo linashirikiana na Bill and Melinda Gates Foundation. Kwa hiyo hawa vijana wetu tulionao Deo na Saguda ni vijana ambao wao wamejikita kwenye sayansi ya matumizi ya akili unde. Kwa hiyo mara nyingi wanaandika maandiko ya miradi na tayari hizo kazi wameshazifanya sana. Mkija pale kwenye kituo chetu cha umahiri wa magonjwa ya moyo na mishipa ya damu Roganzira, tunazo kompyuta kama hizi, lakini zile zina uwezo kidogo. Wale walioandika andiko la mradi wakatuma kwa wadau mbalimbali duniani. Sasa wenzetu wa Global Earth Labs walivyoona andiko lao wakalipenda sana. Wao wakati wanaandika walikuwa wameomba kompyuta moja. Sasa walivyoliona, lakini wakaangalia zile taarifa zao, wamesoma nini, wanafanya nini, wakavutiwa sana. Kwa hiyo wakasema kutokana na mnayoyafanya na mahitaji mlionayo, tutawapa 3 badala ya moja. Kwa ndio hizo ambazo mmeziona hapo, hizi super computer 3 mlizoziona. Na hizi tulizoziona jumla ni kiasi cha dola za Kimarekani milioni 16 ambayo ni 40 za Kitanzania. Sasa matumizi ya hizi kompyuta ni nini? Hii akili unde kama ambayo umeshasikia, tunatumia hii artificial intelligence kwa ajili ya kutafuta taarifa, kuzichakata na kurahisisha njia za kugundua magonjwa pamoja na matibabu. Kwa hiyo katika sekta ya afya, sisi kama chuo kikuu ambao tunatoa mafunzo ya afya, tunafanya tafiti za afya na tunatoa huduma ya afya, matumizi ya teknolojia ni kitu muhimu sana. Kwa hiyo vifaa hivi sasa vinaenda kuboresha mazingira ya kufundishia, tafiti na huduma za afya, lakini zaidi inaenda kutusaidia sasa kuboresha maisha ya Tanzania. Hapa naongelea kwamba tuna magonjwa baadhi ambayo tumeshayafanyia kazi kama saratani ya shingo ya kizazi, saratani ya titi, lakini na magonjwa ya moyo, ambako sasa tunakusanya taarifa kwa wagonjwa kutoka kwenye vituo mbalimbali vya afya. Kwa mfano tunajua tukachukua sampuli kwa mfano ya shingo ya kizazi au ya titi ya mgonjwa, tunakuwa na wagonjwa wengi, taarifa za wagonjwa wengi sana. Sasa taarifa zile au picha za x-ray kwa mfano, sasa taarifa hizo zinaingizwa kwenye hiyo kompyuta, kwenye mashine. Zile taarifa zinachakatwa. Zikishachakatwa sasa zinakuja kutoa mpango kwamba kwa ugonjwa huu ukitaka kuutambua utatumia vigezo hivi au matibabu yake ni haya. Hiyo maana yake ni kwamba sasa mnatengeneza mpango kwamba baada ya daktari kukaa kasoma vile vipimo yeye mwenyewe, sasa mkithibitisha kwamba mashine inaweza kutumia zile taarifa mlizoziweka, inamrahisishia daktari kwamba ugonjwa anavyoona huu kutokana na taarifa hizi ambazo zimetoka kwenye mashine kwa 95 mpaka 98 huu ni ugonjwa fulani, lakini tunaweza kutibu kwa njia fulani. Kwa kuanzia tu tuna teknolojia moja ambayo ni kwa ajili ya utambuzi wa kansa ya titi, ambao tulitengeneza kwa kutumia kompyuta hizi na data za hapa nyumbani, ambao sasa upatikanaji wa kompyuta hizi ambazo zina uwezo mkubwa zaidi ya zile za mwanzo tulizokuwa tunazitumia. Kama nilivyosema hapo mwanzo, tunazo 9 tayari, lakini zina uwezo mdogo kulinganisha na hizi 3 mpya tulizozipata, ambazo kutokana na kazi tulizozifanya kwenye zile 9 za mwanzo ndio imetusaidia kupata hizi 3 za sasa. Kwa hiyo maana tutaweza kumsaidia mtu ambaye hata yuko mbali na miji mikubwa kuweza kufanywa ugunduzi wa ugonjwa wa kansa ya titi, na pia tuna teknolojia nyingine ambayo ni kwa ajili ya ugunduzi wa magonjwa ya moyo ambao sasa hizi nao upo kwenye majaribio ya afya. Lakini sio sisi tu peke yetu katika utafiti, na pia kumsaidia mtu wa chini, pia regulatory authorities kama TMDA, kwa kuwa kuna teknolojia nyingine ambazo zinatengenezwa kwa kutumia mifumo hii kutoka nje ya nchi zinaletwa hapa nyumbani. Tunagunduaje kujua kama zimefikia ubora na zinastahili kutumika katika mazingira yetu? Kwa kompyuta hizi, mashine hizi zitatumika pia katika kujaribu na kuweza kugundua uwezo wa hizi kompyuta hii mifumo mingine ambayo inatoka nje ya nchi, kuona kama je inafaa kwa matumizi ya Watanzania. Kwa majina naitwa Sangudi, ni daktari ambaye nimehitimu kwenye chuo cha afya na sayansi shirikishi Muhimbili. Tumegundua mfumo wa akili unde ambao unatumika katika kufanya uchunguzi wa awali wa saratani ya mlango wa kizazi, ambacho kinachofanyika ni kwamba inachukua wakati wa wiki 1 mpaka wiki 3 kuweza kupata majibu ya saratani ya mlango wa kizazi kwa njia inaitwa pap smear. Kwa hiyo tulichokifanya, tumekusanya picha nyingi kutoka hospitali ya taifa Muhimbili pamoja na taasisi ya saratani ya Ocean Road, ambao tuna karibia picha 5000 ambazo hii ni data set kubwa
ya kwanza kwa ukanda wa Afrika Mashariki. Tulikuwa tunatumia muda mrefu sana katika tunasema kutrain au kuifunza hii mifumo kuweza kujua ni nini ambacho kinaendelea katika hizi data, ambayo inaweza ikachukua kama wiki 2 mpaka wiki 3 kwa ajili ya kupata majibu. Lakini kutokana na huu msaada ambao tumeupata kutoka Global Health Labs kwa kushirikiana na Melinda Gates Foundation, itatusaidia sisi kuweza kupata majibu kwa wakati mfupi na kuweza kusaidia kuiboresha mifumo yetu ili tuweze kuwasaidia kina mama hasa wanaotoka vijijini, sehemu ambapo hizi huduma hazipatikani kwa haraka, wakaweza kufanyia uchunguzi wa saratani ya mlango wa kizazi kwa uharaka na wakapata majibu na wakatibiwa, ili tuweze kuondokana na ili tatizo ambapo kina mama wengi wanagundulika katika hatua za mwisho wa siku wanashindwa kupata matibabu. Lakini kwa kutumia hivi vifaa vitakuwa ni mchango mkubwa sana katika huu ugunduzi wetu wa saratani ya mlango wa kizazi.